Kwa ujumla mwenendo sio mbaya, timu yetu inaenda vizuri tofauti na raundi ya kwanza. Manake raundi ya pili tumeendelea kufanya vizuri zaidi licha ya kutoa sare 6, lakini tuna matumaini makubwa ya kuweza kufikia ubingwa, kwa sababu matokeo ni matokeo. Kila mchezo unavyoingia kuna matokeo matatu: kuna ushindi, kuna draw na kufungwa na kushinda. Hivyo basi hata wao ambao wanaongoza ligi kwa sasa bado wanaweza wakapoteza vivyo mchezo, kwa sababu bado muda sana wa kukata tamaa. Kwa hiyo sisi tuna uhakika kabisa tunaweza tukachukua ubingwa na bila matatizo yoyote. Kwa mashabiki wanaokata tamaa ni kwamba lazima wajue michezo ina faida gani. Maana michezo ni furaha kwa ujumla na michezo ni burudani. Na michezo, unapokuwa mshabiki au mwanachama wa klabu ya Simba, ni kwamba lazima ukubaliane na hali inayoenda, kwa sababu hii ni ligi na ligi ya mwaka huu ni ngumu sana. Kwa hiyo unapokata tamaa kama mshabiki tayari unakuwa unaikosea klabu ya Simba, kwa sababu Simba inafanya vizuri sana hususan bara la Afrika. Ni timu ambayo ina uwezo mkubwa na ina ushindani mkubwa. Ukiweza kusamia vilabu vikubwa huko Afrika wanajadili Simba kwa uwezo wake. Kwa hiyo kwa washabiki mimi natoa rai au niwaombe kwamba wasikate tamaa mapema, kwa sababu bado muda upo na Simba inafanya vizuri. Hizi draws zisiwakatishe tamaa. Kwa hiyo na imani kabisa wakiweza kutulia na kuiamini timu na kuendelea kuiombea, na imani kabisa kuna kitu kikubwa kinakuja mbele yetu. Kwa hiyo huu ni mpito tu unaopita. Kwa hiyo washabiki wasikate tamaa kwa mazingira haya. Matumaini yetu kwa sasa ni makubwa sana, kwa sababu tofauti na tulipoanza na sasa tunaona kabisa kuna mwanga mbele. Kwa hiyo nina imani kabisa mbio za kugombea ubingwa ziko pale pale kama ilivyokuwa awali, kwa sababu aliye mbele naye lolote linaweza likamkuta, anaweza akadondosha pointi. Akumbuki bado ana mechi moja pamoja na sisi, kwa hiyo tunaweza tukampiga ile game inayokuja na yeye akapoteza tukawa juu. Swala la matokeo ni ya kawaida tu. Matokeo kama Simba Sport Club hatujafanya vibaya. Mpaka sasa hivi tumepoteza mechi moja na sare hizo ambazo ni 5 tu. Kwa matokeo hayo tunayo matumaini makubwa sana kwamba tunaweza kupata ubingwa. Pointi tulizodondosha ni chache sana, ambazo tunategemea hata wale waliopo mbele yetu wanaweza kuzidondosha. Na kwa hatua tuliofikia tutahakikisha kuhamasisha wanachama wengi kwenda kuisupport klabu yetu pale inapocheza, na pia kuwapa hamasa wachezaji tusiweze kudondosha tena alama zingine kwenye michezo inayokuja. Tunaendelea kupambana na tunapambana mpaka tone la mwisho la damu, kwa sababu tupo kama washindani. Hata huyu mshindani wetu naye tunategemea kwamba ataangusha pointi, na bado tunakutana naye, tuna gemu naye, na katika gemu hiyo tumeshajipanga sawasawa, tunaenda kuhakikisha kwamba tunashinda. Maana yake hapo napo atadondosha pointi, na tunaamini kwamba timu za mwaka huu zote zipo imara, na kila timu unayopambana nayo ni timu ambayo inatafuta matokeo. Kwa hiyo tunatumaini sisi tutashinda game zetu vizuri ambazo zinatukabili, na yeye naye tunajua atadondosha tu. Kwa hiyo kama vile sisi ilivyotokea bahati mbaya kwetu, hata kwake tunategemea bahati mbaya kama hizo zitajitokeza tu, ni vitu vya kawaida kwenye mchezo. Kwa hiyo kwetu sisi tuna nafasi nzuri, bado tuna uhakika na bado tuna matumaini kwamba tutachukua kombe mwaka huu. Simba wilaya ya Mbalizi tunafanya mkutano mkuu wa wilaya. Kwa hiyo kwa sababu ni tukio kubwa, ni tukio ambalo linakusanisha wanachama wengi zaidi katika wilaya hii, ndio maana hata sisi mkoa tupo hapa, na lengo ni kuirudisha Simba kwa wenye Simba yao ambao ni wanachama, kuhakikisha kwamba wenye Simba yao wanaifahamu vizuri Simba yao, wenye Simba yao wanafurahia Simba yao, na pia wanaelewa nini kinachoendelea kule kutoka makao makuu, kwamba sisi ni kama ni sehemu ya makao makuu ambao tunapokea taarifa kutoka makao makuu, halafu tunaileta kwenye matawi na hatimaye inafika kwenye wilaya mpaka kwa mwanachama wa mwisho kule. Hivyo kwetu sisi imekuwa ni kitu cha kawaida. Kitaifa kazi yetu ndio hiyo, tunakuja tunaeneza ule ujumbe ambao tunapewa kutoka kule makao makuu. Kwa hiyo tupo hapa kwa ajili ya kazi hiyo, pia tupo kwa ajili ya kujua nini ambacho kinafanyika katika wilaya hii, nini kinachofanyika katika matawi, nini kinachofanyika katika mwanachama mmoja mmoja katika eneo hili au katika wilaya hii ya Mbalizi.